Zaidi ya maveterani 60 pamoja na familia za wanajeshi nchini Marekani wamekamatwa kufuatia maandamano makubwa yaliyofanyika karibu na jengo la Congress ya Marekani wakipinga hatua zozote za nchi hiyo kuingia vitani. Maandamano hayo yaliandaliwa na makundi ya wanaharakati wa amani wakiwemo maveterani waliowahi kushiriki vita mbalimbali, wakieleza wazi kuwa hawataki kuona kizazi kingine kikitumwa vitani. Waandamanaji walikusanyika wakiwa na mabango na ujumbe mkali kama hakuna vita tena na diplomasia kwanza, wakitaka serikali ya Marekani kutafuta suluhisho la migogoro kupitia mazungumzo badala ya kutumia nguvu za kijeshi. Kwa mujibu wa ripoti kutoka Al Jazeera, baadhi ya waandamanaji walikataa kuondoka katika eneo hilo lililozuiliwa, hali iliyosababisha polisi kuingilia kati na kuwakamata kwa madai ya kuvunja sheria za usalama wa umma. Miongoni mwa waliokamatwa ni pamoja na maveterani waliowahi kuhudumu katika vita vya Iraq na vita vya Afghanistan, ambao walieleza kuwa uzoefu wao wa vita ndio unaowasukuma kupinga vikali hatua yoyote ya kuanzisha mapigano mapya. Baadhi ya familia za wanajeshi pia zilishiriki maandamano hayo, zikieleza hofu yao juu ya usalama wa wapendwa wao iwapo vita vipya vitaanzishwa. Walisisitiza kuwa gharama ya vita sio tu kiuchumi bali pia ya kibinadamu, ikihusisha kupoteza maisha, majeraha ya kudumu na athari za kisaikolojia. Tukio hilo limezua mjadala mkubwa ndani ya Marekani, ambapo baadhi ya viongozi wanaunga mkono hatua za kijeshi kulinda maslahi ya taifa, huku wengine wakihimiza njia za kidiplomasia ili kuweza kuepusha madhara ya vita. Usiache kusubscribe channel yetu ya YouTube ambayo inasomeka Dodoma TV kwa taarifa zaidi.